Yes, kumekuwa na maneno mengi, watu wanasema kwamba Diamond Platnumz ndio msanii pekee aliyechukua muziki wa kibongo na kupeleka kimataifa. No, hiyo mimi napingana nayo kwa asilimia zote. Kwamba kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawajajua, kwamba Diamond ni muendelezaji tu wa harakati za kufanyaji za kupeleka muziki kimataifa. Lakini tunapozungumzia kwamba miongoni mwa wasanii waliopeleka muziki kimataifa, wapo wawili watatu ambao walipambana kuhakikisha kwamba inafika, ila Diamond amekuja kuendeleza na kufanyaje kuhakikisha kwamba ile gurudumu linafika mahali ambapo raia wengi walikusudia. So katika hilo kuna mtu mmoja huwa anasaulikaga sana. Kuna jamaa mmoja ambaye saizi ni marehemu, anafahamika jina la Cool James, au wengi walikuwa wakimfahamu kama mtoto wa Dandu. Mtoto wa Dandu jamaa alikuwa akiishi Mwanza na alifariki kwa ajali ya gari mwaka 2002. Huyu jamaa ni miongoni mwa watu waliopambania muziki wa Bongo Flava kuhakikisha unafika wapi? Kimataifa. Na katika hiyo yeye ndio msanii wa kwanza Cool James kumtoa Madilu System kutoka kule kwao nchini Kongo na kumleta hapa Bongo Records kuja kufanya ngoma ambayo ngoma ilikuwa ikifahamika jina la Mamu Remix. Hii ngoma ilikuja ikafanya chini ya P-Funk hapa Bongo Records. Na kwa miaka hiyo ilikuwa ni ngumu sana kumtoa msanii, kipindi kiko Kongo ndio muziki wao uko juu sana. Kipindi kile wakina Koffi Olomide nani ndio wanafanya fresh. Lakini Madilu naye alikuwepo miongoni mwa wasanii walikuwa wakikimbiza sana kwa kule Kongo na Afrika kwa ujumla. Lakini Cool James aliweza kuhakikisha kwamba anamtoa Madilu System kutoka nchini Kongo na kumleta hapa Bongo na akafanya ngoma hiyo hapo ndani ya Bongo Records kwa inafahamika jina la Mamu, ikiwa ni remix. Na katika huyo mtu wa kwanza, lakini kuna mtu wa pili anafahamika jina la AY. AY ni watu kama wanamchukulia poa, lakini AY ndio miongoni mwa watu waliopambana zaidi kuhakikisha kwamba muziki unafanyaje? Unafika mbali. Na AY ndio miongoni mwa wasanii wachache sana wa Bongo alianza kufanya uthubutu kutoa hapa Tanzania muziki na kupeleka nchi jirani. Mwanzo tulikuwa na mazoea, msanii wengi walikuwa wanafanya show, umeenda kufanya show wapi? Mwanza, sijui unaenda kufanya show Dodoma, unaenda kufanya show Singida, wapi, lakini hakukuwa na ndoto zile za kusema kwamba tunataka tutoke hapa tulipo, twende tukafanye muziki wapi? Kimataifa, angalau tutoke mashirika, mataifa mbalimbali tuweze kutoboa. AY ndio mtu wa kwanza, na ngoma ya kwanza kabisa AY kwenda kufanya nje ya Bongo ilikuwa ni Nipe Nikupe. Nipe Nikupe ngoma ilifanya na Master J, lakini video ilienda kufanywa nchini Kenya pale Ogopa na akiwa amemshirikisha Plezo. Hii ndio ngoma ya kwanza AY ambayo iliweza kumfanyaje kufungua milango, lakini baada hapo tuliona alianza kufanya ngoma na kina Maurice wa Uganda, alifanya ngoma na kina Amani nilikuambia vitu kama hivyo hapo. Na pia AY pia collab, si kwamba alifanya collab tu za Afrika Mashariki. AY aliweza kufanya collab kubwa kabisa. Na miongoni mwa collab hizo alifanya collab na Sean Kingston. Na Sean Kingston wa sasa hivi ambaye tayari amesha drop. Alifanya na Sean Kingston kipindi kile, ndo Sean Kingston yuko juu vibaya mno. AY aliweza kufanya naye collab Sean Kingston, lakini pia si Sean Kingston kwanza katika kutoboa ile harakati kimataifa kwa bara la Afrika. AY ndio alikuwa wa kwanza kufanya collab na P Square. Na P Square kipindi hiko P Square ni wa moto. Wale P Square wakiwa wa moto miaka ile, sio kwamba kusema P Square wa sasa hivi. Yes, baada ya kufanya collab na wasanii kama P Square, aliweza kufanya na Sean Kingston, lakini pia alifanya na Miss Trinity kutoka Jamaica. Na pia ilikuwa ni channel ya kuweza kwa introduce baadhi ya wasanii wengine wa kibongo kuweza kufanya nini? Kufanya muziki kimataifa. Na Miss Trinity alivyomleta Bongo alifanya collab ya Action Tonight ile, lakini pia alifanya naye ngoma. Lakini pia kuna mtu mwingine ambaye alikuwa Afrika mkubwa, alikuwa afahamika jina la J Martins. J Martins alifanya collab, ndio alimuunganisha Mwanaifea, aliweza kufanya collab bila kukunja goti. Lakini alifanya pia Tupogo remix ya Omedimpos. J Martin kupitia AY ndio aliweza kuunganisha. Lakini pia nasikia kuna vinasaba kwamba yeye ndio pia aliunganisha collab kati ya Davido na Diamond Platnumz. Tukizungumzia kwa watu ambao walipambana, AY alipambana kabisa kwa kiwango kikubwa kabisa kwa Afrika kuhakikisha kwamba kwa Bongo kuhakikisha kwamba muziki wa Bongo unatoboa Afrika na hatimaye vipi kufika duniani kote huko. Diamond naye tunajua Diamond ndio mpambanaji na alianza muziki kutoka 2009. Alikuwepo kwenye game na ameshafanya mambo mengi, na miongoni pia watu waliopambania muziki wa kibongo kuweza kufika mbali zaidi. Na hicho ndio maana nimesema kwamba Diamond si kusema mwanzilishi labda harakati za kutoboa kimataifa. Yeye alikuwa ni muendelezaji wa zile harakati za za muziki wa Bongo uweze kwenda mbali zaidi. Na miongoni mwa hilo
Diamond tunaona video yake ya Kesho ndio ilikuwa video ya kwanza kabisa alienda kufanya Kenya, alifanya chini ya Ogopa, na baada ya hapo tena alianza ndio zile harakati tuliona collab na Davido nini, na hatimaye amekuja kufanya collab kubwa kabisa. Na miongoni mwa hizo collab nafikiri wengi wanazijua. Alifanya collab na Neo, kafanya collab na Ali Close, kafanya collab na P Square, kafanya collab na Mr Flavor, kafanya collab na wasanii wengi wakina Yanya kwa upande wa Afrika. Lakini kule Ulaya amefanya wengi, amefanya na Romeo, mtoto wa Master P yule, lakini amefanya collab na yule jamaa B2K nani? Mario wa B2K, amefanya collab na wasanii karibu wengi wa Afrika wa Ulaya kule wakubwa Diamond ameweza kufanya nao. Na hichi tunachosema tunachomsifu Diamond kwamba yeye anachokifanya ni kwamba anaendeleza zile harakati, na mpaka saizi anafanya kwamba muziki wa bongo umekuwa na heshima, na muziki wa bongo umeweza kufanyaje kuweza kutoboa mbali kimataifa na nini, na mpaka saizi ukiangalia kama yeye muziki ukizungumzia saizi kwa bongo Diamond ndio top, na sio bongo tu, kwa Afrika Mashariki saizi Diamond ndio top. Yani kila mtu anatamani kufanya collab naye, kila mtu anatamani, yani kila kitu anatamani kuwa, yani mtu anatamani kuwa kama Diamond. Ndio tunajua kuna wasanii wengi wakubwa, kuna kina Alikiba, kina nani, lakini wote wenyewe mawazao wote malengo ni kuja kuwa kama Diamond Platnumz, au si? Kwa hiyo hicho mimi ninachopenda kusema tu kwamba tusiseme kwamba Diamond ndio kaubeba muziki upeleka kule. Kuna watu walishapambania ili jahazi mpaka kufika kule. Lakini kingine ambacho mimi nilimsifu Diamond ni kwamba hakuwa mchoyo wa fadhila pia. Yaani baada ya kufanya zile collab na nini, aliunganisha watu wengi. Tuliona kina Joh Makini waliweza kwenda kufanya collab kule, na kina AKA, tuliona watu kama kina Chege walienda kufanya Vuvula kule, na nani, na kina DJ Mafolisa, wasanii wakubwa tu Afrika walienda waliwapeleka kule nao kuwaunganisha, hatimaye wamefanyaje, wameweza kufanikisha jambo lao. Kwa mimi ninachopenda kusema tu ni kwamba Diamond ni mkubwa, lakini Diamond pia ameendeleza harakati za kuhakikisha kwamba nini, game ya bongo inaenda mbali zaidi. Na pia ninachoomba kwa wengine, tusimtegemee Diamond kwa kila kitu. Diamond kuna kufa, kuna ku drop na nini, vitu kama hivyo. Basi wengine waweze kupambana nao kuhakikisha kwamba fanyaje, muziki wa bongo unaenda mbali zaidi, unaenda mbali zaidi, au sio? Kwa hayo na mengine mengi, endelea kutembelea Dam ya 360 Digital. Mimi naitwa Flint. Tukutane tena wakati mwingine.